Katika hali isiyokuwa ya kawaida kuwahi kutokea duniani, zoezi la kuaga mwili wa Odinga lilisitishwa katika uwanja wa Kasarani nchini Kenya baada ya vurugu kubwa kuibuka muda mchache tu baada ya mwili huo kuwasili uwanjani. Vurugu hizo ziliibuka baada ya uwanja kujaa maelfu ya watu kuanzia majukwani mpaka uwanjani kabisa, huku maelfu ya watu waliopo nje nao wakitaka kuingia. Kutokana na wingi huo wa watu, askari wakataka kufunga mageti ili watu wasizidi kuingia tena uwanjani kwa sababu uwanja umejaa kupindukia, jambo ambalo wananchi liliwakera na hawakulikubali na kuamua kuvunja geti lenyewe na kuingia kwa wingi ndani ya uwanja huo. Baada ya kuingia uwanjani, wananchi wakataka zoezi la kuaga mwili lianze mara moja, jambo ambalo nao askari walikataa. Baada ya kukataa, wananchi wakaanza kuwarushia mawe askari. Kufuatia kitendo hicho, askari nao wakaamua kujibu kwa kufyatua mabomu ya machozi ndani ya uwanja huo, huku mwili wa Odinga ukiondolewa sehemu ya kuagia chini ya ulinzi mkali uwanjani na kufichwa kusikojulikana ndani ya uwanja huo. Kufuatia ufyatuaji wa mabomu, wananchi hao wakaamua kujibu kwa kuamua kuvunja viti vya uwanjani humo na kurushia askari hao, huku wengine wakiumia. Kabla tukio hilo kutokea uwanjani, awali wananchi walivunja geti la uwanja wa ndege wakati ndege iliyobeba mwili wa Odinga ilipowasili na kwenda moja kwa moja kuivamia ndege hiyo. Mlango ulipofunguliwa tu ili kutoa jeneza lake, wananchi walivamia ndege hiyo na kutaka kuingia ndani ya ndege, hali iliyosababisha askari kuingilia kati na kusimamia zoezi la kutoa mwili kwenye ndege. Mwili ulipotoka uwanja wa ndege kuelekea bungeni kwa ajili ya kuagwa, lakini zoezi la kuagwa lilishindikana baada ya wananchi kutaka kuvunja geti la bunge ili waingie ndani nao wakauage mwili huo, ambapo ndipo ikaamuliwa kuwa watu wote waende uwanja wa Kasarani tu kuaga mwili huo. Dubai sasa Kitonga. Safirisha mizigo kwa punguzo la bei, yani $350 tu kwa CBM. Ni kwa bidhaa za toy, pochi, viatu na vifaa vya simu. Kilimanjaro Star Cargo, Simba Bahari.